الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Natambua uwepo wa mashekhe wote, madoktori waliohudhuria, kaka zangu, dada zangu, bila kushiria majina, maana wote ni mashekhe wangu. Hii ni nafasi yangu na inakuwa nafasi ya mwisho ya kongamano, na mara nyingi ukiwekwa mwisho, basi shida ya kwanza ni kuwa muda wenyewe huwa ni muda watu wamechoka, watu hawana ile hamu ya kukusikiliza zaidi kama walivyokuwa na hamu mwanzo. Hiyo ndio changamoto ya kwanza ya kuwekwa mwisho. Pili, kuwekwa mwisho baada ya kuzungumza watu wenye uhodari wa kuzungumza kama Watanzania kawaida yao tunavyofahamu. Watu wanatamba vizuri na Kiswahili kisafi. Mimi mtanisamehe sitosimama hapa. Aliyetengeneza hii nafikiri alisahau kuna watu ni wafupi. Nikiingia hapa nafikiri mtaniona kabisa. Bora kidogo niwe hapa nionekane. Na leo nimevaa viatu virefu. Ndugu zangu, naweza kwenda nisogee hapa mimi? Hivyo. Kama ni inabidi maana kushinda bidude hii siwezi. Bye. Ndugu zangu, hii mada niliyopewa salaha, na hata nyinyi mkisikiliza mpaka mwisho utaona hii mada ilikuwa izungumze mwanzo, ilikuwa isizungumzwe mwisho, kwa sababu mada yangu ni kama madkhal, mlango wa haya yote mlioyazungumza, yote haya mlioyazungumza, ili kusahilisha yule mwenye kusikiliza apate ufahamu. Mlioyazungumza yote Mungu awajaze kheri, aweke katika mizani hasanati kwa yawm al-qiyama. Ila mimi napiga mfano wa mazungumzo ya leo kwa jamii yetu ni sawa wazungumza na mfungwa yuko jela, wamtajia mustakbali wake, future, wamtajia vitu vizuri kwamba utajenga, utakula vizuri, uvae vizuri, wakati yeye akili yake yote ni kwa yeye ni mfungwa. Ili munielewe, haya yanayozungumza haikuepukana na mali. Zaidi hapa kumezungumziwa mali, maana kuzungumza ikhtisar, wazungumziwa singi hapa. Wanielewa vizuri? Lakini sisi jamii tunaozungumziwa kwenye vichwa vyetu sisi, tuna wadui mkubwa na mali, kulingana na mafunzo tunaopewa au tuliopewa au yanayoendelea kwa baadhi ya wazungumzaji kuhusu mali, ni kwamba mali ni kitu kibaya kwa Uislamu. Hatuhimizani hilo. Hadithi nyingi zatolewa uzuri wa mtu kuwa maskini, na kuwa maskini ndio watakaoingia peponi, mpaka wengine wakawasawiri hasa kwamba dalili za wacha Mungu utawaona ni watu maskini maskini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa kipenda maskini watakaoingia peponi mwanzo ni maskini. Tunataja visa na Nabii Muhammad kwamba nyumba yake ilikuwa siku 3 anakaa hapiki, anakaa na njaa, bali Mtume kwa kifunga mawe kwenye matumbo sababu ya njaa. Alafu anakuja Sheikh mashallah Al-Balushi, Sheikh Shamsuddin, anakuja kueleza mambo makubwa ya fulus na sinti na watu wa matajiri. Mnatuacha sisi kule ambao tumelelewa katika mazingira ya khitaba za kuonyesha uovu wa dunia na uovu wa mali, tumechanganyikiwa. Sasa kama tuambia nini? Hivyo ilikuwa hii mada yangu iwe ni madkhal kwanza, kisha ndo baadaye mlizungumza kisha weka watu sawa. Wala sisemi kwamba haikueleweka, alhamdulillah, kwenda waliohudhuria hapa wote tumeelewa, lakini nazungumza ile hali kwa ujumla ilivyo. Ndugu zangu, taanza hivi kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja katika jamii ambayo ilikuwa haimtambui Mungu, watu kwa kiabudu masanamu. Akaona na
msingi mimi hapa kwanza hawa niwafahamishe itikadi sahihi ni nini. Semeni la ilaha illa Allah. Na hivi ndivyo Mtume aliwaambia masahaba zake, yani aliwaambia watu wake Makuraishi. Hii ndio ilikuwa lugha yake. Anapokwenda qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Kwani wale Waarabu wale Makuraishi walikuwa hawana mambo mabaya wengine wanaoyafanya. Ulevi ulikuwepo, uzinifu ulikuwepo, kula mali ya yatima, qadhful muhsanat na mengineo mengi, lakini alifocus. Kwa nini anataka kujenga itikadi maalum? Kwa sababu leo hawa watu watajengeka na itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, watakuwa ni wepesi baadaye kwa itikadi hii kuweza kufahamu yote yanayofaa na yasiyofaa, na itakuwa wepesi kuambia kwamba Mungu mliyemwamini maneno hili la ilaha illa Allah hataki ulevi, hataki uzinifu, na ikawa rahisi. Na kweli hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini ninachotaka kushiria hapa ni ile Mtume kuwa ameshikilia neno hili moja tu, baada ya kujua kwamba hili likifahamika mambo yote yatakuwa yako sawa. Na mimi nasema nitakariri kwenye mihadhara yangu kwa wale wanaofuatilizia kwa siku hizi, nirudie tu kueleza ufahamu ya mambo yanayostahiki watu wabadilishwe ili wapate kufahamu vizuri takiwavyo, ikiwa moja wapo ni kupatanisha Waislamu baina ya vita walivyonao na mali au na dunia kwa ujumla. Allahu Akbar. Lazima kupatikane hayo mabadiliko, la sivyo tutafanya kazi ya bure. Utakuja hapa mtuambie habari ya mali, habari ya lazima tuwe maendeleo, atakuja Sheikh kesho atatuambia ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ushakushangaa? Wewe unataka mimi nifanye development, niendelee, nijenge nini? Sheikh Amir wangu ananiambia wewe unakufa kesho. Wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Hii mali haina faida, naweza kuendelea hivi mpaka nikawaliza hapa. Hii ni kawaida, tumeshazoea sisi mashekhe. Yaani kuzungumzia mpaka na kuondosha pale, unaona kesho unakufa. Hata zile pesa ulizonazo unataka kuzigawa, kama una masuki yako unataka kuyatoa, na bali haya yamefanyika kwa baadhi yetu sisi. Mtu kaenda kajaza mpaka kirudi nyumbani shekhe hataki hata kuvaa viatu vizuri kwa sababu ya ule ufahamu ambao ameeleza kwamba dunia ni jela kwa muumini na ni pepo ya kafiri. Sasa kama dunia ni jela kwa muumini, ina maana waumini duniani wafahamu waishi kama wafungwa, kitu ambacho hawazungumza hawakuelewa. Alichokusudia Mtume hapa ni kimoja tu, kuwa Muislamu katika dunia kama mfungwa, maana hayuko free kufanya kile anachotaka ila Mungu atake. Jamaa wakaelewa hapa mfungwa ni yule aliyekamiti na aliyeshikatewa mtwako. Wafungwa walio huko kwenye majela yetu wana maharagwe ya kuoza, hawachikwele, hawavai, hawana biashara, basi hivi tunatakiwa tuishi. Mimi nabaki ndugu zangu kutaka kusahihisha, yani turejeshe ule ufahamu wa Uislamu kuwa ni dini na ni nidhamu ya maisha katika jawani, kwenye nyanja zote za maisha. Hili neno lisibaki kuwa ni neno nazungumza na profesa kwenye mitaani, Islam is the way, Islam is the way of life. Hiyo ni maneno tu. Tunataka haya maneno tu practice haya mambo kwenye maisha kikweli. Tena yaanzie kwa wale ambao washiriwa kwamba ndio watu wa dini, maana wakifanya wao sisi tutakuwa nyuma yao. Leo mmezungumza mashallah finance. Mimi niwaulize swali, ni watu gani walio chini na mwisho kabisa kwenye masuala ya uchumi katika jamii? Usiogope kusema, semeni. Maustadhi semeni yake. Semeni mashehe, semeni kweli. Mashehe, walimu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tutakufa na sadaka tu sisi. Sisi ndio maisha ya mashehe. Ulipa shilingi 2 na kamati, wale wanaosomea mtu dua nyumbani kwa shilingi 10. Jamaa amenunua gari yake mtu anakumtia Fatiha, fulani kafiwa, wale wanaelewa.
hali hii. Sasa kama kuna mabadiliko yaanze huko. Tulete sulhu baina ya dini yetu na dunia yetu. Mimi nasema Mwenyezi Mungu anijalie, ikiwa watu wasema siweza kuwa hana maneno ni haya, mimi niko radhi nife iwe hii ndio project yangu. Na nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kitu kimoja tu, Mungu ajalie watu wanifahamu. Rabbi shrah li Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nieleweke kile ninachozungumza, watu wapate kufahamu kile ambacho wanahitaji au wanahisi kwamba tofaa kwetu kubadilisha mawazo, tubadilishe. Dini yetu haina vita na dunia abadan. Angalieni hii aya, someni hii aya vizuri. Mwenyezi Mungu asema wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Kile Mungu alichokupa tafukia nyumba yako ya akhirah. Kisha akasema wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau fungu lako duniani. Aya hii imetuonyesha inaokabiliana na akhera ni nini? Yaani ukitaja akhera kinyume chake dunia. Mbona sisi leo tuna lazima ya kuifanya kinachokabiliana na dini, yaani dunia ni dini? Tuzungumze tutakatoa elimu ya dini na tuwe na elimu ya dunia. Bali elimu ya dini ni ipi na elimu ya dunia ni ipi? Sasa mimi niulize kwa mfano mdogo. Umekwenda umesomea ukulima. Umejua kulima, umejua kuzalisha upate mazao, uuze upate pesa. Hali hii haiwezi kuitwa ni elimu ya dini. Haiwezi. Huyu dokta anayesomea utaalamu wa kujua maradhi yanasababishwa na nini, ni wanyama ni wadudu gani wanaosababisha maradhi haya, akasomea vile vile na mambo ya madawa, akajua wadudu hawa dawa hii, mpaka ikaja kitu kinaitwa madawa, wale watu wanaitwa saidalia wale. Hawa wote wanaposoma haya hawaitwi kuwa wamesoma dini. Sisi tuna lazima ya kufanya kinyume na dini dunia, na wakati sivyo Mwenyezi Mungu akatuambia wabtaghi fima ataka Allah dini, kisha akakwambia wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ingeeleweka kwamba kinyume na cha dini ni dunia, lakini Mungu asema wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ni wazi kuonyesha ikitajwa dunia kinyume chake ni akhera, wala sio dini. Kuna Uislamu mpaka leo unawaeleza kuwa Uislamu ni dini ya maisha. Wallahi kuna Waislamu wanadhania hapa kule peponi wapenda watakuwa na tasbihi na swala, watakuwa msabihi Mungu na tasbihi, waombe usiku na tahajjud na wafunge na Ramadhani. Hii dini ya Kiislamu ndugu zangu ni ya maisha, tena maisha ya dunia. Inachangia wewe upate furaha mara mbili, maisha ya duniani na ya akhera, ukisoma na ukaielewa na ukaifuata. Lakini umeletwa hasa itabikishwe duniani. Hamna vita baina ya dini na dunia, ni vitu vinaenda sambamba. Dunia ni platform, dini ndio ile bidhaa. Kisha ndugu zangu, ukija katika ufahamu sasa ni kwamba hadhara si swala kama maendeleo kila kitu. Kusema maendeleo kila kitu. Kwa tuna wasomi wa kila aina, tuna wafanyabiashara mbalimbali, tuna nguvu, twamiliki, maanake twafanya intaj, twatoa vitu, twabuni vitu. Haya yote yanaitwa maendeleo. Lakini kitu cha kusikitisha, tumeona sisi Waislamu hadhara yetu mpaka tuwe ni wa kuiga. Na kuiga si makosa, lakini makosa ni kule kuona kuwa mpaka niige ni kwa sababu huku kwetu hakuna. Kumbe si kuwa hakuna, ni ufahamu wako ni finyo. Maana yale yote wanaomiliki waliokuwa sisi, mimi nasema hivi, aidha wao wameboresha tu, lakini asli wameyatoa kwetu. Sasa kwa sisi
haikuendelea, wakaja wengine wasiokuwa sisi wakayavumbua na wakayaongezea mambo. Imekuwa leo kila anayetaka kujifakhirisha na ulimwengu wake mpaka ajivue kwenye Uislamu ajiingize kwenye magharibi. Hata ukimuita hapa baada ya kusema alhamdulillah kwanza leo ndio billah alayhi rajul ya wewe sema inna alhamdulillah hii khutbatul hajj tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha eleza unataka kueleza. Kwa hiyo haina maana sisi tukizungumzia habari maendeleo ya dunia ni tujitoe kwenye ile asili yetu tulivyo, tuwe watu wa kuiga vile vile. Au pia kwa upande mwingine hatumaanishi habari yetu sisi Waislamu ni kuacha kufaidika na vilivyoletwa na wengine. Sisi kama umma tumeruhusiwa kufaidika na mageni yote, bora yawe ni mazuri. Tukiatia katika mizani ya dini yetu, tunaona kwamba haya yanafaa, hayaendi kinyume na dini yetu, sisi tunafaa kuyatumia, bali hata kuyaboresha, tukayafanya vizuri zaidi, tukijua kwamba ilikuwa sisi tuwe ni wa mwanzo, kisha wao waje watuige kama walivyowaiga babu zetu zamani, tukazembea nafasi waliyochukua wao. Hili ni Uislamu wetu unaotakiwa, ndugu zangu, ufahamike. Vile vile mwenye kuangalia makasidi sharia ambayo imeelezwa na shekhi wangu hapa, Uislamu unakuja kuhifadhi na ukaangalia yote maisha. Umekuja kuhifadhi nini ya kwanza? Dini. Haya, angalieni haya yanayofuata yote: akili, mali, heshima. Hivi tunavyohitaji vyote ni maisha, na kwenye hivi vyote unahitajika wasomi. wa ifqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Nendeni kwa wanachuoni watutafsirie sisi huyu khalifa na kusudiwa hapa ni nani. Aliyokusudiwa hapa ni mwanadamu ambaye ataishi katika hii dunia na mambo mawili. Jambo la kwanza, kutekeleza anayoyataka Mungu kwenye hii ardhi. Jambo la pili, kuwatengenezea wanadamu wanaoyahitaji kwenye maisha. Tunahitaji nini sisi? Tutaishi kwenye miti, lazima tuhitaji majumba, tupate wajenzi, tupate watu wanaitwa mainjinia. Lazima tutasafiri, tupate vibanda. Tutakuwa wagonjwa, tutahitaji kutibiwa, tupate madokta. Hawa wote wanaingia ndani ya mfumo huu wa dini bila kutofautisha kwa huyu mtu wa dini na mtu wa dunia. Kwa mfano ndogo, muone ile shida ambayo tuko nayo leo baada ya hatutaki kuondosha ile laini. Tuna lazima sisi, yani mkabili wa dunia ile dini wakati si hivyo. Na hiyo ndio imetuletea taabu na matatizo. Kwa mfano, siku moja alinipigia simu mwanamke anataka kufanya sadaka ya kisima. Tukaenda kwenye eneo kwa hiyo watu wanataka kisima. Akaniambia swali moja: "Je, kisima hapo kuna msikiti?" Nikamwambia hakuna msikiti. Kwa nini unataka kuna msikiti? Kwa sababu mimi nimewachia wazazi wangu hii sadaka ili kila watu wakitawadha wakiswali wazazi wangu wapate ajira. Mimi nikamuuliza, kwani watu wakinywa yale maji na kufanya mambo mengine wapate thawabu? Nataka kuonyesha ile fikra za watu. Akaniambia hivyo ndivyo tulivyoamua sisi ndugu, ile mahali kuna msikiti. Waislamu hebu niambie, kweli ndivyo Uislamu unaotaka? Kisha mimi niulize swali: watu wanaoishi kwenye kijiji hawana maji, waswali au hawaswali? Bwana mjibu. Swali ni kwamba wanaendelea kuswali au hawaswali kwa hawana maji? Kwa sababu gani? Dini yetu inatufundisha ikiwa huna maji utafanya nini? Tayari. Je, watu hawana maji hata ya kunywa, watakunywa mchanga? Sasa ni ipi au la kuwajengea watu kisima wakiwa wahitaji maji ya kusaidia, au kuwajengea watu kisima kwenye msikiti ndio watakaotawalia? Ni zile ni yale ufahamu. Nikimwita rafiki yangu leo nimwambie, siku moja nilikaa na Sheikh Ibrahim, huyu ni rafiki yangu, tunafanya mazoezi pamoja kule Tahrir, watu tunakutana. Basi siku moja nikwenda kwenye ofisi yake, nikamwambia nimefikiria jambo. Akauliza jambo gani? Akasema maskini umezidi. Kila mtu ataka kufanya kheri, lakini kheri hazivuki kwenye mambo yanayofuata: mayatima, msikiti, kisima, madrasa, mayatima.
Nikamwambia mimi nitajaribu kutafuta wafadhili. Wewe nipe ardhi. Siwezi mtu wakfu. Nataka ardhi kwa mimi. Nikamweleza nataka nini? Nataka sikizeni fikra yangu. Tujenge supermarket moja kubwa, mfano supermarket ikiitwa Nakumatt kama unakumbuka. Kubwa iwe ni wakfu. Kisha tutoe kadi za mafukara na masakini, iwe wao wanalipa kama 20%, 80% bure katika yale watakao. Pale tutaandika watoto wasiopungua 2000 kazi walipo mshahara, itakuwa tumepunguza kiasi fulani umaskini katika mujtama. Akaikubali fikra nzuri sana. Ikawa tuko kwenye kutafuta ardhi. Tatizo liko mimi nikimwendea Muislamu yote mwenye pesa, nikimtajia msikiti atakuwa yuko tayari kusaidia. Sheikh bwana mimi kwa nitafuta sadaka nisamehe lakini nitakupigia msikiti kwa. Yaani hajui kuwa yeye leo atatoa pesa kutengeneza kitu ambacho umma wanahitaji ni bora zaidi. Huo msikiti anataka kujenga, pengine hapo mahali kuna misikiti 10 na huo watu kujenga utakuwa 11, yeye anamwambia haidishi hapa misikiti 15. Lakini nini mfenja? Hizi ndizo fahamu tuko nazo sisi. Ukimwambia mtu nataka kujenga studio, Allah ukia nini? Wakati studio leo ikiwa ni studio ambayo itakuwa inatumikia kueneza Uislamu, ni dawa na ndio silaha ya ulimwengu wa leo. Wewe ukitujengea studio, tuwekee kamera, tuwekee vifaa vinavyohitajika na kila kitu, umefanya jambo kubwa. Pengine hilo eneo wewe umefanya hilo, umefanya kitu kubwa. Hata ungejenga misikiti miwili isingekuwa kama vile umejenga hiyo studio. Kwa sababu gani? Watu hawana haja na misikiti. Watu wana haja na kituo kama hiki. Lakini ajabu, atakayekuja kujenga kituo cha studio, atakayekuja awajengee watu wa jamii hospitali, hawana hospitali awajengee, bado ataonekaniwa huyo hajakuwa mtu wa dini. Wafahamu zetu, wala hajachangia dini. Huyo bado amechangia nini? Amechangia nini? Dunia. Ndio tunaona leo ukiwa imamu msikiti waitwa watu wa dini. Lakini kwa ni dokta ufanye kitu mfadhili. Na pengine mchango wako leo utakuwa jamii mkubwa zaidi kuliko ile imamu wa Kigoma hataki kuswali. Watu wataswali sikina na waswali. Lakini madaktari wa Kigoma hatari yake hospitali itakuwaje? Kuna watu watakufa sio? Hatutambui yote. Sasa tunasema kusahihisha ufahamu. Sasa muelewa kwa nini nimesema hii mada ilikuwa iwe mwanzo. Sasa umefahamu. Kwa sababu mimi najaribu kufungua vitu hapa ili akili watu wapate kupokea yale ambayo nimeelezwa hapa. Sisi tumeeleza mambo makubwa mazuri hapa. Lakini anakuwa kuporomoka yote kwenda kwenye khutba moja tu ya shekhe anayemuogopa kushika shaka yake mpaka kwa baba yake muone yeye ni maana watoto na hao mashaka wote mashaka chao kama tunavyoangalia sayansi na nini. Ndugu zangu kwa ajili hiyo fikhi Islam imegawanyika mara mbili. Kuna fikhi ibadat na fikhi muamalat. Ndio mwenyewe nafasi mwenyewe Uislamu ni ipi kubwa mashaikh ya fikhi kuna ibadat na fikhi muamalat. Ipi imechukua nafasi kubwa? Muamalat. Kwa nini? Kwa sababu haya kul inna salati wa nusuki inashikisha wa mahyaya tena ndio mahyaya kabla wa mamati. Lakini leo ukisema al-mautu fi sabilillah lazima tufe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wallahi asiyetua kuishi katika njia ya Mwenyezi Mungu hawezi kuingia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Situache kuishi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tukija kuangalia yale wajibu Uislamu wanayofanya pia tupate kuna hizi furudh zimegawanyika mara mbili. Fardhu ain, fardhu ain ifahamika. Kila mmoja lazima swali afenge, lakini kuna furudh kifaia. Tatizo ni hapa pia. Tuliposhindwa kutoa ndani ya dunia na dini hapa wala kwa sababu shamba zamani
Mathalan Imam Shafi'i anakuja kueleza fardhu kifaya, yeye anataka mfano wa hii wanafunzi waelewe. Hakuja kwa sababu Imam Shafi'i kwenye akili yake haikuingia kwa kioni. Yeye anaisha dunia, Uislamu unaendelea na mambo yote yameshika na elimu imeendelea na kila kitu. Kwa hiyo yeye haitaka kutoa mfano wa fardhu kifaya, akasema ni kama vile kuzika. Ajabu ni kwamba leo mwalimu wa leo anaingia kisini anafundisha mtoto fiqh ikija kwenye fardhu kifaya badala ya mambo ambayo sisi tusifanya mojawapo kwa moja yetu nyingine kwa daktari na nyingine kwa na vitu ambavyo kuna fikra zima tusafiri tuwe ya pale wakifika kama kama vile inaisha basi kusema hivi. Jamani watatu lakini tunaweza kuona kuna vile wanafundisha kwa wanaume kuna madaktari wa kike fanya kifanya tena kwa idadi ya mingi Kristo hivi, lakini bado sisi kwenye watu wa ile zamani kuonyesha kwamba zimefungika hatujakuwa huru. Hapa ndipo unaona Uislamu ulivyogawa majukumu. Uislamu leo majukumu kila pale anaona mtu mkia Muislamu sallallahu alaihi wasallam pale ulipo wewe dokta hayo sijui mwalimu imam msikiti sasa na kila mmoja ndipo kuwa masomo na Mwenyezi Mungu atamuuliza kumshuhudia anafanya asipofanya anachukua kwenye jamii basi wale Allah subhanahu wa ta'ala Mungu atamuuliza na ukiangalia huko vipai sisi tutafanya mshirika pekee yake ndio watu wa dini na watu wengine wote si wa dini, na hilo ni kosa. Namalizia kwa nini kitu gani kimechangia kwa matatizo haya? Mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa hatakuwa hukumu sisi katika kulea ile dini. Unajua kuna kusomeshwa yatakiwa kuwe huru, hasa unapokuwa sasa umeingia kwenye masomo sisemi masomo yale ya masomo mfano chanya wewe kwa akili kitu kinabadilika na akili yako uwe kuweza kuigiza. Mbona mimi sifahamu, lakini ile tabia kwa hawa mashehe wetu basi kila tuzo mimi kusheka matatizo yanza. Mimi kwa mfano moja niambia mimi mbona sana kwa watu wa bid'a tunauliza sana na nao mimi kwa gani ana maneno ya wema wanaotuambia wasema kani watu bid'a nikapata yeye ananiambia haya maneno wallahi wa maneno yote akiniambia umeona kwa kitabu lakini hajasema kufikiria kwa akili yake, lakini hebu tufikirie dini. Mimi nimekuja dini ya Mungu ametusafisha kwa wale wanawake wa Kristo pamoja na afya leo kwa mujibu wa mama endelee, lakini haja kiipo wanasema ndio Mungu sasa. Hebu jaribu kufikiria wewe ukaa tunabadilishana dini sasa ya naamini Isa ni Mungu ni muoe tena na siwezi kuoa mwanamke singine, maana sio kusema kwamba kama mwanamke sipendi ile dini yake, lakini nampenda kama mwanamke alipoumbwa anamsikiliza, kisha kuzaa watoto wale wanaomba zake ni Kristo na amri zake na Uislamu ni kusambaza amani na hawa watu. Kisha wewe ndio mwanachuoni anasema msikae na ndugu zangu Waislamu, kimoja kwa kila kitu yeye kusoma maulidi haingia kilimo la ilaha illa Allah alladhi yuqatilukum
diyarihim anta ardhuhum tusiku ilayhi. Huyu ni Mungu anayekuwa Mungu hajawakataza ninyi wewe watu kumfanyia wewe sasa yule ambaye sasa katika mashamba hajapita hajakutoa kuomba yako hajakuingilia dini yako ruhusa unao na kuishi ndani bali kumfanyia wewe sasa. Kisha wewe mimi kwa dalili gani kwa mwanachuoni hujui tunaeleza maneno wakanyanyana kwa dhurufi vipi anawaambia ndiye nani hakuna. Sasa maneno haya kwa sasa tunaona alikopi hili ni tatizo. Sasa kama sisi tumekuwa ni wadau kwa kwenye kulinda hata kwa nini yale msale sana ambao kuongoza Waislamu na idilali hizo nao wanafikiri ya hili sisi tuko pale na tufuatia pale hadithi inasema utagawanyika wangu umesamisa na tatu yote yanakwenda motoni pamoja na maneno kipande hiki kwa motoni na kundi moja wanazoona hakikuwepo. Tuchukulie hili hili na kufurahia kuna baadhi ya watu wanashukuru akidai mtaka kwa moja. Yaani kama ile kwa kuwa mtume alitabiri zinai na hivi basi leo hii na tusifanye dawa kama shakira. Kwa hata kama mtume amezungumza umawani hakika vikundi 75 kila hatufai kufanya kueleza watu si dini mnaofikiria. Yaani katika Tanzania polani ni watu milioni watu 15 hapo tusisikilize tu yote kwa kuwa huru nabii kwa huru na yapata wajibu anawaambia ni swali nauliza sio kuuliza watu wanakuza kuuliza kwa nini nabii anauliza Mungu nionyeshe leo mwanzo ni anaambia awala mtume bado mimi ولكن يتبين قلبي حقيقي دليل سياسي mtu kusimama mbele pale wewe hilo kufanya watumwa hatuna akili huru ya kuweza kufahamu mambo imetubadilisha mpaka leo katika hali hii hata haya tunazungumza endeni wewe tuweze kusikiwa kwa comment tunaona watu kushambulia hawa sasa basi sijani ndivyo nielewa heri ni ofisi kuliko lima timatie kwenye yote ya Waislamu jambo la kwanza lazima tuwe huru kwenye kusoma kwetu. Tuwe huru. Jambo la pili tuwe na kifua kipana. Shida nyingine sisi hususan kusoma. Wewe unataka ya wanachuoni na dini. Ndugu yangu haya wanachuoni zao dini na rai yake. Hususan katika sana ambayo inakuwa yana ya moja. Tatizo wewe unashafusha vyango vyote kushafusha vyango ushaishana wewe bila shaka yoyote hata kwa kwenda kwenye nyumba na ule ufahamu wako wananiambia tufungue twende na misingi ya dini ile kitu na ndio maana ikawa shafusha na kuna vitu mkhalifa tena sio khalifa wa sallallahu Masaa wanafunzi na walimu kwa sababu mshahara hundo na kitu hatuna somo pekee yake nani sio na mshahara kama khalifa wale wanakuwa mtu anataka kama vile mwalimu domo sana huyu anataka wewe ulivyo na mwisho na aya
Allah la yughayyiru ma biqaumin nenda kwenye tafsiri wa wanachuoni hatta yughayyiru ma bi anfusihim, baadhi yao wanasema ma fi uquli, yani chanzo cha maendeleo ya wanadamu kwenye maisha yake ni abadilishe fahamu zake na itikadi yake. Yani kama kuna kitu kinaendelea kwa makosa, jaribu kutafuta, ukipata wewe mwenyewe ndio sahihi, mambo yatanyoka. Na mimi nikomea